Je, umewahi kuhisi kuwa katika familia yenu kuna ndugu yako anayependwa, anayesikilizwa na anayesamehewa kila kosa, huku wewe ukionekana ndiye chanzo cha kila tatizo? Au labda wewe ndiye yule mtoto kipenzi ambaye unahisi pressure kubwa ya kuwa mkamilifu kila siku ili usimwangushe mzazi wako? Karibu. Leo tunaenda kufungua ukurasa ambao wazazi wengi wanaogopa kuuzungumzia, lakini watoto wengi wanaulilia kimya kimya: upendeleo wa wazazi na athari zake za kudumu kwenye afya yako ya akili. Kama bado hujasubscribe, bonyeza kitufe hapo chini, kwa sababu somo la leo linaweza kubadilisha mtazamo wako maishani. Tafiti za kisaikolojia zinasema ukweli wa kushtua: zaidi ya 70% ya wazazi wanaonyesha upendeleo kwa mtoto mmoja, mara nyingi bila wao wenyewe kujua. Wanaweza kuvutiwa na mtoto mtiifu zaidi, yule anayefanya vizuri shuleni au anayefanana nao kitabia. Lakini nini kinatokea kwa yule mtoto anayeachwa nyuma? Kisaikolojia, mtoto huyu anaanza kujenga kitu kinachoitwa low self esteem, yaani kujidharau. Anajiona yeye si wa thamani na hatoshi kupendwa. Hali hii isipotibiwa utotoni inasababisha msongo wa mawazo na wasiwasi mkubwa unaodumu hadi utu uzima. Tafiti zinaonyesha hata watu wenye umri wa miaka 60 bado wanabeba makovu ya kuonekana hawafai mbele ya wazazi wao. Lakini subiri, unafikiri mtoto anayependelewa yeye yuko salama? Jibu ni hapana. Upande wa pili wa sarafu hii unaumiza pia. Watoto wanaopendelewa sana, au the golden children, wanakuwa chini ya kivuli cha uoga. Wanakuwa na hofu ya kupoteza nafasi hiyo, jambo linalowafanya pambane kuwa wakamilifu kwa kila kitu, yaani perfectionism. Wanajikuta wanaishi maisha ya kuwafurahisha wazazi wao badala ya kuishi maisha yao halisi. Na kibaya zaidi, uhusiano wao na ndugu zao unaharibika. Ukubwani wanakuwa maadui badala ya kuwa marafiki wa damu. Afya ya akili huanzia nyumbani. Kama wewe ni mzazi unayetazama video hii, huu sio wakati wa kujilaumu, bali ni wakati wa kujitathmini. Angalia jinsi unavyogawanya upendo na usikivu kwa watoto wako. Kila mtoto ana upekee wake. Na kama wewe ni mtoto uliyepitia maumivu haya, kumbuka, thamani yako haitokani na jinsi mzazi wako alivyokutendea, bali inatokana na jinsi unavyojithamini wewe mwenyewe leo. Unaweza kupona na unaweza kuvunja mnyororo huu. Dondosha komenti yako hapo chini. Je, ulishawahi kuona upendeleo huu kwenye familia yenu? Na ulikubaliana nao vipi? Like video hii na ushare na mtu unayemjali. Tukutane kwenye video ijayo. Heri ya afya. Kwa mengi zaidi, usiache kusubscribe, kulike na kushare channel yetu ya MATV. Kwa heri.